Nataka kuonyesha how it's done. Nimesacrifice pesa yangu. Nataka kufanya video moja kuonyesha what you're supposed to do. So that's why I'm telling you what they're going to produce tomorrow as music. It's gonna be shitty music, waste of money. Hiyo pesa angeweka pale pengine. Nimetoa 3.8 million Kenyan shillings kufanya hii video na nimechukua the best talent in Kenya. Unajua video cost 3.8 million, it means nothing to the industry. But Ambare fanya miss Jejua honestly Ambare ni bibi mdosi. Lazima tuoneshe hii kazi yenye mnafanyanga hapa haiwezi na mtu wezi. Mwechiki Eriko na Ambare wako na new song na wametangaza hali hatari kwa industry. Wametangaza kuwa I think it's Friday, it's dropping on Friday. They are dropping a new song like wanataka kuonyesha wasanii how things should be done because wamesema video yao ina cost, kwanza video ime cost 3.8 million. So ni ngoma yake Eriko and Ambare. So I don't know, sijui kwa money story. So what you can say about it, hiyo ya historia ya hiyo muziki, kutoa muziki ya Eriko na Ambare? Kitu kwanza niliambia watu wawili, nikianzia kwanza hapo kwa hiyo 3.8 million ya video. Unajua video cost 3.8 million, it means nothing to the industry. Kitu creativity ndio kitu ya maana. Unajua unaweza kuwa na 3.8 million kwa video lakini shitty video. Ama the product itakuwa ya maana. Sasa ukiingia nini bar expensive na uchukue drink 3 ita cost hiyo do, na ushoot video itakaa shitty video. Na itakuwa imecost pesa ngapi? Na ni get. So kitu ya kwanza, how ni influencers, unani get how ni the biggest influencers in comedy is almost the second followed in Kenya. Ambare kwa hapo, they are big influencers and how do I discourage industry ya music? Before we go sana, why do you call them like one of really influencers? Okay, tuseme kama Ambare. Okay, Eriko may know he's a comedian, but he's a comedian. Yeah, he's a comedian and also political activist sai. Yeah, the influencers hata ukue nani, you are influencing something. But Ambare fanya miss Jejua honestly Ambare ni bibi mdosi. Na ile imemweka kwa fame. Hiyo tusidanganyane, unajua we don't want to come here and start lying to people. Okay. That watu wametafuta fame ni udosi. Unajua sasa hivi wewe hata sasa uko na dosa hivi vizuri. Nitakuwa influencer. Utakuwa influencer. Because if you have money, anything you say you think is right. So hebu turudi hapo kwa muziki. Like in muziki unaonaje, ni what do you expect? Last week tumekuwa covered na shitty music. Na hii wiki tulikuwa tumerelax, lakini naona ni kama hii wiki tena tunaenda kukuwa na another trash. Sasa kanjo ongeze dustbin juu. Let me tell you, these people who call them influencers, kitu kwanza they are giving artists pressure. Wanatuambia how much they spend. We don't care about that. Your money is your money. Number 2, these people, obviously they are not singers. Yet they are doing what is not even their work. Because if they are influencers, kazi ilikuwa labda kupush the industry, lakini sasa wanakuja wanataka kuingilia kwa music industry. Recommend stick kwa comedy. But Eric I think Eric kuimba. So nakumbuka zile amekuwa kiimba lakini ameimba parody. Unaweza compare mtu anaimbanga parody na shitty. But tunasikia anaimba graffiti, hizo ni bro parody. Hakuna siku parody itaenda pale bro. Kitu kwanza umechukua idea msemo mwingine umeconvert kwa yako, umemake in just a funny way. You are singing for the people to laugh or people to enjoy the comedy in the music. There's no way utakuja usimame mbele yangu niambie I want to sing to you a serious song. So you think there's no day a clown atakuja aseme anataka ku advise watu. Sasa hebu nikuulize, ngoja kwanza, you say unachukua si parody, ni kama mtu tu anaimba cover. Unaona cover songs? Huwezi compare parody na cover song. Pia kuna watu wanaimba cover song, lakini wako na tu talent na wanaimba tu covers. Cover song ni talent because if you sing a cover song, you're singing it because you have the voice. I want you to remember this. The voice is what is heard in a cover song. Like you want to do it better than the artist because you have that voice, no. But the original still remains the champion. This parody is just making fun of the music to have the rhythm. I don't think anybody can do it.
Yes, anybody can do it. Can do parody. Me I can challenge Eric Omondi to do any parody, hata sidhani kama anaweza nishinda lyrically. Ni watu wengine wamecheza chini because that is not our work. Let's focus on what we are doing. Eric Omondi is a mixed fruit. Amekuwa kama pudding. Unajua pudding? Unajua unakula ni unaweza ukiweka mdomo na siku umekutana na watermelon, umekutana na mango, pineapple, ana mix ako kwa politics. Yani he's too much of a person. But speaking of that, I also saw one of the comments, some of the comments, ilikuwa ya Calligraph na Nadia Mukami. Yes. Wakimcriticize about Eriko, ndio umekuwa champion kitu mzuri, umekuwa history activism, but we are confused. Tena leo ndio una push kitu kingine na hiki. People they also complaining the same. Yes, those are wise people. You cannot compete with someone like Calligraph. Nadia Mukami. Calligraph is building his mansion. Ni mtu mwenye amejipanga. 4 stories mansion na pigi kelele kuinje. Is the same person mwenye hana time ya ku-criticize na watu wengine. Is the same person mwenye anatoa ngoma mzuri amerepresent. Nadia Mukami is doing good music. Those are the well represented man and woman that we have in Kenya. Lakini sasa ukicombine Joka Eric Omondi na bibi Mdosi nani Ambarei, they are killing the industry. Now they will never see if they are killing the industry because they see themselves on top of the food chain. So they see that they can control the food chain. Yes, and that's the problem. Eric Omondi is doing too much. Na I'm confused. Huyu jamaa amegonga 40. Na ni get. Okay. Na Mbarei hata sijua kwa ngapi lakini amemfuata. You know to gonga 40 you still entertain. You can still entertain. You can still entertain lakini dead. Making critical decision is the point. Huwezi kuwa mzee na una akili. Get. Making critical decision is the point. So what I'm saying is simple. Whom say they're killing the Kenyan industry. They are the same person wanafaa support Kenyan industry kupush. Si kupiga tu kelele to play KE na wenyewe wa support our artist. Eric Omondi ni mwenye ata support artist leo, atapiga kelele leo artist. Huyu ataenda kesho ameenda kwa kitu kingine. Ako huko na politics. Kesho Eric Omondi amechana na hiyo kwa always. Kesho Eric Omondi ndio amevaa dress ya madem akonara. Kidogo amechana na hiyo. Ako biashara, hiyo ni kazi. So that's you cannot mix, you cannot serve too many masters. If you wanna do activism, unafaa ufanye one job at a time. Hiyo ndio kitu Eric Omondi ajui. No. That's why I'm telling you what they're going to produce tomorrow as music. It's gonna be shitty music, waste of money. Hiyo pesa angeweka pale pengine. Eric Omondi alifungua big time production. Ngoja kwanza, alifungua big time production. Where is big time production? Si ndio hiyo stuff anadu na production zake. Big time production kwanza iko na kesi kotini. Ilifunguliwa na ikazima. If he cannot manage his own production, nataka kuambia Wakenya nini na music. But he wants to do it better. Okay. Okay, tayari ushajaji ati music itakuwa shiti na tujaisikia. So you're not being fair. So we have to hear the music first. Ikidrop kesho, amesema ina drop kesho. So if they are dropping the music, what are they trying to show us? Like wanataka kutuonyesha like this is the way you are supposed to do the music. Ama literally wanasema artist even though wenye beauty zinafaa ifanywe quality audios. Then after that after kutuonyesha hiyo skime producers G na wazungu South Africa. Ni sawa, that's just skin color and racism. The video that we don't care. Hapa Kenya we still have the best videographers and ours what audio production. Ukituambia timu mzungu amefanya ametoka zu England, we don't care about that's just location. Talent is not about location. And get hiyo ni kitu Eric Omondi anafaa ajue. Ukituambia imefanywa na mzungu ametoka nje, unatuambia nini wewe kama influencer? Kumaanisha hapa Kenya there are no producers. Kumaanisha hapa Kenya hakuna videographers. Alafu ndio kusema push KE tunaipush ikienda wapi na mwenyewe unaenda kusource creativity outside. True. Hapo pia ni somehow pia ilikuwa na nini kidogo but also so Ambarei ndio huyo ameingia kwa ligi ya kuimba wote. Okay, muziki ndio zatoka fiti because hata tunaonanga tunachiki the likes of Vera Sidika, Dana B, tuko na nani tena, kuna Uwadhi ambao mwenye alikuwa kwa Vixen kwa Diana B. Wametoa muziki pia, kuna umepata pia wakana mafans wao which wana support hizo muziki zao. So naona Ambarei pia mmo kuingia kwa hiyo nini. So, what can you say about acha nianze na kuna huyu msana alikuwa mpiga kelele ajalipo na bahati, unaona. These are the kind of people that we need to eradicate them completely. Wanatusumbulia ubahati wetu mbaya ambao tunamuitanga mbaya. Mbona lakini si haki yake kudai haki yake, si aende mpigie simu mtafutie, si anajua pale alienda kushoot video, we were not there when he was getting the video, we were not involved. Why should you involve us? Now why should you go to the studio to produce a diss track? Ukishatoa diss track
then utatumia check yako ama what's going to happen. Then the same online media watachukua this shitty music. Kwanza hey, ngoma hiyo Demata is beyond trash. Yes, yeko kwa dustbin. It's beyond, and the same online media is going to push this kind of music. Ipate more views. No, like but see imetoka I'm but telling online you, media push. I swear then you have issues on I'm not having issues you're, on you're not media. being fair, you know, ukui fair. They will go to push, they will push it in music. Let me tell you the truth. Unajua what people are fearing now is to talking the truth. They are going to push shitty music zipate views, alafu tunaacha ngoma mzuri kama zimetoka juzi za kina Otile Brown hapa malipo nini, tunaacha zina drain back, hatuzipati hiyo wave because kelele ziko mingi. Utile need data ni online media. Sawa, lakini you need to push our own. Kelele zimejapa ni shitty music, babibi za wadosi Dana B sema shitty music, Vera Sidika shitty music, Vera Sidika pia ni shitty na Dana B sasa tena naimbaga nini kama si tu huyo mwenye na produce yanga kwa mweka in line. Badana na sound kipoa. Ai wewe basi wewe you have a different taste of music. Taste yako ya music is work. Because lakini ana try, you know. Madam anadu poa, tunawajua na tunawashukuru kina Nadia. They are doing a good job na wanafanya kazi fit, they have the voices. Lakini hao wengine wanatuharibia industry. Wakidhani tu wana build. Acha nikwambie sasa, huwezi niambia you cannot encourage nini mtu wa mjengo ama mtu mwenye ana construct an engineer by building another house kando kama wewe umuoneshe this is now the house, hii yako ni trash. No, you have to come and correct the same pali anafanyia kazi, mwambia hii mouse iweke hivi, hii align hivi. If you're not correcting me from where I am, how will you correct me by doing another thing? No, ni kama sasa mtoi wako upate mtoi wako hana akili, umwambia sasa wewe ngoja uzae mtoto mwingine, sema unasikia una wewe na akili, nataka uwe kama huyu. It doesn't make sense because mtu anakuwa discouraged because you are showing this child that you discourage hao wengine atu wana nini. Zimi si wadiscourage, nasema tu kweli recommend kutoa ngoma na Ambare, it means nothing to the music industry. Hata spend 49 million, hata spend budget ya Kenya, it means nothing to the Kenyan industry. They need to support this talent iko already hapa. Kuna yule dem amepost na Gossip anaimba fiti sana na niketi. Kuna huo mwingine rap anaitwa Rek. No one is talking about them. Gossip is just pushing them pole, lakini no one is talking about these people because this pure talent. Umeona hata the same Rek amekuwa noticed by Neo kutoka nje majuu. Ame notice talent ya Kenya na atakuja source uboya mtoe hapa, alafu nyinyi ndio mtazifanya our own. Your own what? And you never had time to support this nigga when he was still in Kenya. So whatever El Commander and Ambare is doing, it does not concern us. Training ngoma yenyu piga views zenye yenye tapiga, we don't care. If you want to support us, support the industry itself, not by you showing us what you can do that the industry cannot do. So wewe uone kama ngoma itakuwa hit because these are two big names wamekam kwa song moja or produce quality video, quality audio. You don't see a hit out of this project. I don't see a hit, and if they produce, it doesn't concern us. How will it help in the industry? Hata hao si musicians, wezi piga shows. So wanaweza vinyo wamesema wata set example na wata show us say this is the right way. Inaweza kuwa ndio hiyo wa show example fiti yani kenye iko worth. Unaona yani kwa ile Kenya walisema na kwenye wamespend. Unaona which ni possible. So wezi rule out kuwa ati hawatatupea kitu fiti. Kitu kwanza they have to know is that most of the talented people in Kenya, they don't have that much support. Unanipata? Hiyo ndio kitu hawa wanasahau. Na if I don't have that much support, you need support to grow more. See ati Kenyan artists are out music video because of hawana hiyo criteria. Ni kwa sababu they don't have the finances na vitu mingi zinawalinda support. Yes, kufanya a lot of nini video. So ukikuja utuambie kuna budget ya 3 million, where do you want artists to get 3 million from? Waende wafanye music video ikuwe better. Where do you want them to get all that money from? So ulikuwa na feel angepeana example na budget na budget ya chini. Kama apatiana budget ya chini, aonyeshe inafaa mfanye hivi mko hivi na hivi. Ukikuwa na 50,000, fanya hivi na hivi. Kind of video you should get. Tupiganie hapa na hapa. Unaweza ingia hii hoteli na hii, au atakubali hii na hii. That's how influencers set example. Lakini sio ukikuja na budget ya imagine 3.5 million. Na mimi am an artist hapo ghetto, nataka ni grow. Naona ile Komondi amepiga video 3.5 million audio, sijui ya 1 million, umevaa mavazi ya 40 million, naona wameto display hapo kwa screen. Mimi kama artist, how am I encouraged na hiyo? Sasa kitu kitakuja kwa back of my mind, niende nitafute nini? Nitafute do kwanza.
ndo nirudi kwa talent. That's what Eric Omondi is telling us. Na the same Eric Omondi atatoa hiyo ngoma yake sawa, itrend hata ipige 40 million views, I don't care. Kesho utamwona kwa politics ikigaunga. Kesho kutwa ndo Eric Omondi. Si ni hustle bro, ni hustle manze. If you are preaching water, don't drink wine. Sawa basi, wacha mafansa tuambie kwa comment basi, what do they think, what do they expect from the project yenye itaanguka ya Eric Omondi na Mbare. Make sure you subscribe. See you in the next video.